Kwa hiyo siku ya tarehe 3 ambayo ni kesho, tunaenda kuadhimisha ngazi ya kata, ambapo kila kata watakutana mahali pamoja kuweza kuelezana na kusema na kushuhudia mambo makubwa yaliyofanyika kwenye kata zao katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku ya leo tuna lengo la kutoa hamasa kwa wananchi wote wa mkoa wa Dodoma. Kila mtu kwa nafasi yake ashiriki siku hiyo kwenye kata anapoishi, kwenye kata anakofanya biashara, kwenye kata anakofanya kazi, lakini muhimu tungetamani kila mwana Dodoma awe kwenye eneo fulani la kata akiwa anashuhudia mambo hayo makubwa. Kama viongozi wa serikali tutagawanyika sisi, kila mtu kwenye kata yake kwenda kushirikiana na wananchi ili kuyashuhudia hayo ambayo tunayasema. Kutakuwa na kusema kwenye kata yetu kumefanyika jambo gani, lakini kikubwa tunataka wananchi wenyewe waseme kuwa baada ya shule kujengwa wamefaidika nini. Utoro umepungua. Kuna watoto walikuwa hawezi kutembea kwenda mwendo mrefu shuleni. Mtoto anakuwa analia kila siku, siwezi kwenda shule kwa sababu ni kilomita 30, lakini sasa hivi anaenda shuleni. Lakini baada elimu hii bila ada, sasa hivi mpaka kidato cha 6, kuna watoto walikuwa hawaendi shule hata kama amefaulu kwa sababu anatakiwa anakosa ada, lakini sasa hivi watoto wote wanaenda shuleni. Tunataka wananchi wakaseme. Lakini kuna zahanati imekuwa pale kijijini. Kuna kituo cha afya kimejengwa. Kuna wakina mama walikuwa wanapata shida labda ya kujifungua kwa sababu hospitali ni mbali, zahanati iko mbali, wataalamu hakuna. Lakini baada ya kujengwa zahanati katika kijiji husika, wanafaidikaje? Vifo vya kina mama na vimepungua wakati wa kujifungua, lakini wananchi wengi zaidi wanajifungulia mikono salama yenye wataalamu badala ya kujifungulia majumbani na maeneo mengine walikokuwa wanajifungulia kabla. Kuna kina mama walikuwa wanakufa akiwa anaenda kujifungua kwa sababu kuna daraja kulikuwa hamna mahali, mvua inanyesha, kwa hiyo anashindwa kuvuka. Tuna hadithi kama hizo zilikuwa zinatokea kipindi cha nyuma na tunazifahamu. Sasa hivi hakuna tena kwa sababu daraja limejengwa katika eneo lao. Kwa hiyo sasa hivi hamna mama ambaye atakufa kwa kushindwa kufika kituo cha afya kwa sababu njia zinapitika. Kuna mazao yalikuwa yanauzwa kwa bei rahisi sana kwa sababu kuingilika shambani ilikuwa ni changamoto, lakini sasa hivi mtu anauza bei kubwa kwa sababu anaweza akafikisha mwenyewe sokoni kwa sababu ya barabara iliyojengwa katika eneo lao. Tuseme kuna mtu alikuwa hana mawasiliano, kijiji kilikuwa kifikiki kwa simu, lakini sasa hivi imewekwa minara kwenye vijiji. Sisi Dodoma tu tuna minara 38 ambayo imewekwa kwenye vijiji maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Dodoma. Hayo yote yanaenda kutoa shuhuda ambazo zitatolewa na wananchi wenyewe kupitia mabadiliko aliyoyapata katika maeneo yao kutokana na fedha nyingi za miradi, kutokana na miradi mikubwa ambayo imejengwa katika maeneo yao. Kwa hiyo nitoe heshima, nitoe wito kwa wananchi wa Dodoma, siku ya kesho tushirikiane kwenye kata mbalimbali. Wamejipanga kwa namna tofauti tofauti. Wako waliojipanga kwa kusema ili tukutane pale, sio tu tusikilize miradi, lakini hem tufanye na mechi. Kuna vitongoji mashindano ya mechi yameanza, vijiji kwa vijiji, na siku ya kesho wanafanya finali sasa kwa ajili ya michezo yale. Wanapofanya finali ya michezo wanapata nafasi ya kuelezana na mambo yaliyofanyika kwenye kata yao. Lakini wako wengine wamesema sisi tutafanya mashindano ya ngoma. Kwa kila kijiji kinakuja na ngoma yake, kila kitongoji kinakuja na ngoma yake. Wakifika pale watasikia mambo ya miradi, lakini kutakuwa na burudani ambazo zitawafanya pia waweze kuona sababu ya kufurahia pia kukutana kwao, na ndio sehemu mojawapo ya maadhimisho. Lakini wengine wamesema sisi pamoja na yote, kuna kata na ng'ombe 5, na kata na ng'ombe 4, sasa hivi watachinja ng'ombe, watakula nyama na wali pale, watafurahia kwa kweli mambo makubwa yaliyofanyika kwenye kata zao kwenye kipindi hiki chote. Na nimeambiwa kuna halmashauri tayari wameshaita Dula Makabila yuko Dodoma na wengine wasanii mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuchagiza furaha ya siku hizo ambazo tumeona kazi kubwa iliyofanywa na serikali, na sasa tunaenda kuyashuhudia yale yaliyofanyika.